kwako. Shukran sana Hadia, tunakujia moja kwa moja kutoka eneo la Manyata, Nakuru Magharibi, ambapo kuna bunge la wananchi ambapo waliweza kufika hapa kutathmini ama kuzungumzia masuala tofauti, lakini mada kwa leo ambayo tunazungumzia kama ulivyosema ni kuhusu nidhamu wakati wa kipindi cha kumuomboleza hayati aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga, na ni kwamba tukianzia na safari yake pale mwili wake ulipofikishwa katika uwanja wa ndege JKIA. Hapa mtu wa kwanza ambaye atazungumza nasi ni spika wa bunge hii. Tueleze kwamba uliweza kuona utovu wa nidhamu katika uwanja wa bunge wa ndege pale JKIA, na pengine ni tabia gani ambayo haikukufurahisha pale? Asante sana KTN kwa kunipea hii nafasi. Mimi yangu ni machache kwa sababu mimi ningesema hivi: Wakenya wanaomboleza na tutazidi kuomboleza mzee, na kwa saa hii tukiangalia siasa ya Kenya imebadilika sana. Kuanzia the word go, siasa ya Kenya imebadilika na haitakuwa the same again bila papa. Kwa hivyo mimi yale mambo ambayo niliona ambayo yalitokea yalichipuka wakati wa maombolezi ni kwamba mimi najua serikali ilikuwa inafanya kazi yake, lakini kuna jambo ambalo lilifanyika chini ya maji ambapo hatukuelewa. Hii kusign bill haikuleta picha mzuri kwa Wakenya, na hilo jambo wa Kenya bado wanafikiria, sababu kama mzee angekuwa najua hilo jambo halingefanyika. Tukiangalia swala la mwili ama Wakenya kuingia katika ndege ambayo ilikuwa na mwili wa waziri mkuu Raila Odinga, ile ni jambo ambalo lilifaa pale, na pia mwili ule haukuweza kupokelewa na rais kama ilivyokuwa imepangwa kwa sababu watu walijazana katika uwanja ule. Ile ilikuwa picha ya namna gani kulingana na kitu ya kwanza ni kwamba security katika JKIA ilikuwa breach, haikupelekana sabamba na state funeral ile ambayo mzee alipatiwa. Kungekuwa na security kubwa sana ambapo tuliona mwili ilitolewa na raia kwa ndege. Sababu ya kutolewa kwa ndege ni sababu security ilidunishwa, na hatukujua sababu kwa nini serikali haikuweka security pale kwa kiwanja hadi ile saduku ilikaliwa na raia, na askari wale walichukua mwili after that. Ni kama walidanganya wa Kenya, ikapelekwa Kasarani ili hali hatukuona hilo saduku ilikuja ikabadilishwa, hatujui ilibadilishwa aje. So sisi wa Kenya tumepaki vinywa wazi. Hata kama ni state funeral ilikuwa inaendelea, bado wa Kenya wana maswali mingi sana, wako na maswali, na hatutakubali tena jambo kama hilo ya mzee kama huyo ako na heshima hivyo ifanyike. Mpende msipende, Raila atapaki kuwa kielelezo kwa Wakenya. Wale wanamchukia, wale wanampenda, mtapaki pale na siasa zenu mbovu, sababu ni siasa shiko. Shukran sana. Niweze kupata maoni ya mwingine hapa. Pengine ni kipi ambacho kilikukasirisha pale, ama utovu wa nidhamu ambao uliweza kuona katika maombolezi haya kuanzia mwanzo hadi mwisho? Kwa majina naitwa Job Mugondi, Vice